Ni siku ya 10 ya maandamano nchini Iran. Waandamanaji bado wanaendelea kupaza sauti zao kutokana na kupanda kwa bei ya bidhaa nchini humo. Maandamano ya kupinga ongezeko la bei yameendelea kwa siku ya 10 mfululizo katika miji mbalimbali nchini Iran. Ripoti zinaonyesha kuwa waandamanaji wameshuka mitaani hata katika miji mipya ikiwemo Lahija. Vikosi vya usalama vinatumia nguvu kupita kiasi katika hali ya kutawanya waandamanaji, na vurugu zinatokea kinyume na haki za binadamu nje ya Iran, ambapo imevutia malalamiko kutoka kwa serikali za kigeni, hasa ikulu ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa ikiwa Iran itaanza kuua watu, Marekani itaishambulia vikali. Wakati huo huo, Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, ametoa amri ya kuchunguza shambulio lililotokea katika hospitali ya Imam Khomeini mjini Ilam. Shambulizi hilo ambalo picha zake zilitolewa Jumapili limekosolewa vikali, huku idara ya mambo ya nje ya Marekani ikilitaja kama kosa la wazi dhidi ya binadamu. Baada ya matukio haya, waziri wa afya nchini Iran alitoa taarifa Jumatatu ya Januari 5 akisema baada ya tukio lililotokea katika hospitali ya Ilam, kwa amri ya wazi ya Wizara ya Afya, mgongano katika kituo hiki cha matibabu unafanyiwa uchunguzi makini wa kina na matokeo yake yatatafutiwa majibu kwa haraka. Hata hivyo, kwa mujibu wa viongozi nchini Iran, unadai kwamba moja kati ya changamoto zinazotokea wakati huu ni kwamba wao wamekubaliana na waandamanaji, lakini hawakubaliani na vurugu zinazoletwa na waandamanaji ambao wanadaiwa huenda ni raia wa kigeni. Israel ilikiri kupitia ofisi yao ya Mossad kwamba wanahusika katika maandamano hayo. Israel imekuwa ikisisitiza raia kuendelea kuandamana ili kung'oa utawala uliopo wa Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, serikali kupitia Wizara ya Afya nchini humo, kutokana na baadhi ya mashambulizi yaliyotokea katika hospitali ya Ilam, imesema kuzingatia usalama wa vituo vya matibabu, haki za wagonjwa na kuunga mkono wafanyakazi wa afya ni ahadi thabiti ya Wizara ya Afya. Ukiukwaji wowote wa haki ya binadamu utashughulikiwa kisheria. Hospitali, mabasi ya wagonjwa na vifaa vya matibabu ni mali za umma na ni sehemu salama zinazomilikiwa na wananchi wote, na lazima zibaki salama dhidi ya uvamizi, mvutano na migogoro katika hali zote. Shirika la habari la Fars linalohusiana na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limethibitisha operesheni ya maafisa wa usalama na shambulizi lao katika hospitali, likiandika kuwa waandamanaji walitumia hospitali hiyo kama kizuizi. Hata hivyo, walieleza kuwa moja kati ya changamoto ambayo inatokea wakati huu ni maandamano hayo kuunganishwa na watu kutoka nje ambao wanadaiwa kwamba wao hufanya vurugu, na jeshi la ulinzi nchini humo linachukua nafasi kudhibiti maandamano hayo kwa kutumia nguvu kwa wale wahalifu. Maafisa wa usalama na sheria kwa sasa wanajitahidi kurejesha amani kamili katika kituo hicho cha matibabu na maeneo yanayozunguka. Jumapili ya Januari 4, mtandao wa haki za binadamu wa Kurdistan ulitangaza kuuawa kwa Rasul Kadivorian na kujeruhiwa kwa raia wengine angalau 10 wakati wa maandamano hayo katika mtaa wa Jafarabad, Kermanshah, siku chache zilizopita. Maandamano hayo yalianza Jumapili ya Januari 27 baada ya wafanyabiashara kadhaa mjini Tehran kupinga ongezeko la bei ya dola na kushuka kwa thamani ya rial, na yakasambaa haraka katika miji mingine. Uchumi wa Iran uko katika matatizo makubwa, huku kukiwa na matarajio madogo ya kukua mwaka huu au ujao. Mfumuko wa bei rasmi wa kila mwaka unasimama karibu 42%. Mfumuko wa bei ya vyakula unazidi 70%, na baadhi ya bidhaa za kimsingi zinaripotiwa kupanda kwa bei kwa 110%. Serikali nchini Iran imetangaza kuwa kwa sasa itatumia mpango wa kutoa fedha kwa raia nchini humo kila mwezi, lakini ni kwa muda wa miezi 4. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.